Vyuo ni tanki la maarifa. Wanavyuo wanajiandaje kukabiliana na changamoto ama fursa zilizopo mtaani baada ya kuhitimu? Ten Empire TV inakuletea mahojiano ya kina zaidi. Life in and after campus, ambapo wanavyuo mbalimbali kutoka Dodoma wanajumuika hapa kwa pamoja. Sasa nimekutana na mmoja ya mwanachuo, ataenda kujitambulisha yeye ni nani, lakini pia nitaenda kumhoji na baadhi ya maswali. Habari? Salama ndugu yangu, kwema? Kwema, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Charles Jafet Kui, ni mwanafunzi wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo, lakini pia ndiye katibu wa hamasa tawi maalum la VCCM LGTI Hombolo. Ukiangalia hili kongamano, ukizungumzia life in ni maisha ukiwa chuo. Je, ni vitu gani ambavyo unaweza kumshauri mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ili aweze kufanikiwa kitaaluma lakini pia na kijamii akiwa chuoni? Ndio, cha kwanza kabisa mwanafunzi hasa wa mwaka wa kwanza, iwapo chuo atakiwi kuendana na makundi ya ushawishi na upotoshaji. Inatakiwa waingie kwenye misingi. Mfano, waingia kwenye Chama cha Mapinduzi, kuna fursa mbalimbali. Mfano leo vijana wa Chama cha Mapinduzi kutoka vyuo na vyuo vikuu kwa Dodoma, tupo hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center. Wapo wataalamu mbalimbali, wapo wizara ya vijana, wapo TRA, wapo jiji, wanatupa mafunzo ambayo yatatuwezesha na kutujengea baada ya kumaliza chuo. Lakini pia ukizungumzia life after campus, unazungumzia maisha baada ya chuo. Je, mwanafunzi akiwa chuoni ni vitu gani vya msingi ambavyo anatakiwa kuvifanya au kwanza kujiandaa ili akitoka chuo awe na uwezo wa kufanya vitu vya msingi, hususan kwenye kujiajiri lakini pia katika kupata ajira? Asante. Cha kwanza mwanafunzi yupo chuoni, cha kwanza inatakiwa atambue kwamba ameenda nini kufanya chuo. Kwa hata hakikisha kwamba anasoma kwa bidii ili kufaulu kwanza, na baada ya hapo ataenda mtaani kwenda kupambana na maisha. Vile vitu ambavyo atakuwa amevisoma muda yupo chuoni na kupitia makongamano haya itakuwa vimemjengea uwezo mkubwa wa kifikra na kwenda kuanzisha biashara au jasiriamali katika taasisi na taasisi binafsi. Lakini pia wewe umesema ni kiongozi, unawezaje kubalance masomo lakini pia na uongozi, hayakupotezei muda au kupotezea mwelekeo? Hapana, ni ratiba yako tulivyoiweka. Mimi ni kiongozi wa tawi ndio, lakini na ni mwanafunzi na manage muda wangu na upanga, na nina ratiba yangu ambayo nahakikisha kila siku, yani kuna muda sipitishi bila kusoma. Kongamano hili litaenda kukuongezea fikra kwa kiasi gani? Kiasi ni chingi, maana hapa tutatoka nimejifunza mambo mengi. Umeona? Wapo taasisi binafsi na taasisi za serikali wanatupa mafunzo hapa. Nadhani nitajifunza mengi na nitaenda kuyafanyia kazi. Shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Nilikuwa na mwanafunzi kutoka chuo cha serikali Mipango Hombolo. Mimi naitwa Sakido. Hii ni Ten Empire TV. Subscribe, comment and share.